Mheshimiwa Sheikh Daktari Abubakar Zuberi Ali, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania na mwenyeji wa kongamano hili, na viongozi wote ambao umefuatana nao ambao wamekaa huko mbele, waheshimiwa mashehe, waheshimiwa maskofu wa makanisa mbalimbali ambao mpo hapa, waheshimiwa waumini wa dini mbalimbali na viongozi wengine ambao wamehudhuria kongamano hili muhimu, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa jumuiya za kimataifa ambao wengi wameshaondoka, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Amani ikae nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitambue pia uwepo wa Mheshimiwa Jerry Silaa, waziri mwenzangu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao waziri wetu tumebakisha siku kadhaa kwa mujibu wa sheria na katiba. Siku Mheshimiwa Rais atakapokuwa ameapa, atakayechaguliwa, basi baraza lake la mawaziri litakuwa limeishia hapo. Kwa hiyo mtuombee sisi waziri wetu bado kidogo, muda mfupi sana. Lakini tunashukuru Mungu kwamba tulipata nafasi ya kutumikia katika serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nianze salamu zangu hizi kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa ya kufika hapa na upendeleo ambao amenipa wa kumwakilisha Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye ambaye alitumwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nasema ni upendeleo mkubwa sana kwa sababu mimi nimeshahutubia mikutano mingi ndani na nje ya nchi, lakini lazima nikiri ni mara yangu ya kwanza kuhutubia mkutano wa namna hii, mkutano ambao umejaa viongozi wangu wa dini. Nimekaa hapo eti mimi Kitila Mkumbo, kushoto kwangu nimekaa na Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Maaskofu wote wapo hapa. Kulia kwangu yupo Askofu Kisare, mkuu wa kanisa la Mennonite, pia ni makamu wa pili mwenyekiti wetu wa OCCT. Kwa hiyo jambo hili nimeona ni jambo kubwa, ni jambo la baraka, na mshukuru Mungu sana kwa kunipa fursa hiyo. Lakini mshukuru pia Mheshimiwa makamu wa rais kwa kuniamini na kunituma nimwakilishe katika hafla hii. Kwa hiyo kutokana na uzito wa kongamano hili na ukubwa wake, inawezekana yale ambayo nitayasema yakapwaya. Mnivumilie, mnihurumie, mnikubalie nitakayosema, kwa sababu kongamano lenyewe zakawa ni kubwa sana, yanizidi uzito. Jambo la pili, nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na makamu wetu wa rais kuwashukuru viongozi wote wa dini na hususan dawati hili la amani kwa jinsi ambavyo mwaka mzima huu mmejipanga, mmekuwa mkiombea nchi yetu, mmekuwa mkimwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote. Jambo hili hatulipi urahisi, ni jambo kubwa. Tunaamini kwamba tumefika hapa tulipo, tumefanikiwa pamoja na mambo mengine ni kwa sababu ya dua na sala zenu. Lakini kwa kipekee tuwashukuru sana kwa uamuzi wenu mkubwa ambao mlifanya wa kuandaa makongamano haya nchi nzima. Mimi nimewafuatilia Mwanza, Moshi, Mbeya, Lindi, Tabora, Dodoma, kanda 6 jinsi ambavyo mlizigawa, na zote wananchi wamefuatilia makongamano haya ambayo
yamekwenda kwa ajili ya kongamano la amani tukielekea katika uchaguzi mkuu yamerudisha imani kubwa. Tafiti zinaonyesha hapa Tanzania, ukienda kuuliza wananchi juu ya imani, wanamwamini nani wanapokuwa na changamoto zao, wanaamini nani katika kusikilizwa, wanapanga kuanzia huko juu mpaka chini. Watu wa kwanza wanaoaminiwa Tanzania ni viongozi wa dini. Kwa hiyo wananchi wanaposikia jambo limetoka kwa viongozi wa dini wanaaminiwa sana, ndio wengine wanafuata katika mlolongo huo. Kitafiti, Mheshimiwa Rais, wanaposikia jambo limetamkwa na rais wanamwamini. Taasisi ya tatu, Jeshi la Wananchi wa Tanzania, linaaminiwa sana, wanafuata mlolongo huko na wengine wanafuata. Wengine wa mwisho sitawataja, na wataja tu waliopo juu. Sitaki ugomvi na watu, lakini muhimu ni kwamba viongozi wetu wa dini mnaaminiwa na wananchi. Kwa jambo ambalo mmelifanya hili, mmesaidia sana nchi yetu juu ya uchaguzi wa kesho kutwa, juu ya umuhimu wa wananchi kwenda kushiriki na wakashiriki kwa amani. Mungu awabariki sana. Lakini pia tuwashukuru kwa kutualika sisi, kwa sababu makongamano haya mengi tukikaa hapa huwa tunaandaa sana sisi serikali, lakini kongamano hili limeandaa ninyi wenyewe chini ya ulezi wa Mufti na Shehe Mkuu. Sisi mmetualika. Mngeweza kufanya makongamano hayo bila serikali kuwepo, lakini mmetualika na tunashukuru kwamba tumeweza kupata nafasi ya kushiriki. Kongamano hili lingeweza kuhudhuriwa na viongozi wetu wakuu, hata Mheshimiwa Rais mwenyewe, lakini mnafahamu kipindi ambacho tunacho. Mheshimiwa Rais anaelekea Mwanza kwenye kufunga kampeni, wote tumesamba kwenye kampeni. Mimi na Mheshimiwa Jerry Silaa tumepatikana kiurahisi kwa sababu ni sisi mawaziri wawili pekee tunagombea tukiwa Dar es Salaam. Wenzangu hapa anagombea huko jimbo la Ukonga, mimi nagombea jimbo la Ubungo. Kwa hivyo ilikuwa rahisi kupewa amri na kukimbia mara moja hapa. Hivyo mambo tunayo, tukitoka hapa tunabadilisha nguo haraka tunaingia kumalizia mambo yetu haya. Kwa hivyo muelewe kwamba viongozi wetu wakuu wapo na nyinyi kwa sababu ya shughuli za kampeni hawakuweza kufika. Tunashukuru sana kwa jambo hili. Kwa hivyo pokeeni salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kongamano hili analifuatilia na anafuatilia jinsi ambavyo anakwenda, na nashukuru sana kwamba limeweza kufanyika. Nimpokeni pia salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais na viongozi wetu wengine wa juu, akiwepo Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar, na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo la tatu ni hili ambalo limetuleta hapa juu ya uchaguzi unaofanyika kesho kutwa. Tupo katika kipindi muhimu katika nchi yetu tunapoenda kufanya uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu wa 14 tangu nchi yetu ianze kufanya uchaguzi. Uchaguzi wa kwanza ulifanyika mwaka 1958. Kihistoria ndio ulikuwa uchaguzi mgumu kuliko chaguzi zote, na ulikuwa ni mgumu kwa sababu kulikuwa na mabishano na malumbano na kutokuelewana kati ya serikali ya kikoloni na serikali mpya ilikuwa inaandaliwa. Serikali ya kikoloni ililazimisha zipigwe kura 3. Ukienda kuchagua lazima uchague mzungu, uchague mhindi, uchague na Mwafrika. Jambo hili ndani ya chama cha TANU halikueleweka. Wakabishana, wakagawanyika. Mpaka chama kiagawanyika, Zuberi Mtemvu akaamua kuondoka TANU, akaanza chama chake akipinga hilo. Mwalimu akasema hapana, hatuwezi kuacha uchaguzi kwa sababu tu ya sharti, tutakwenda na masharti hayo. Akawahamasisha wananchi, wakapiga hizo kura 3. Wakapiga kura 3, chama cha TANU kikaongoza viti vingi sana. Ndiyo maana wabunge wa mwanzo wa Dar es Salaam akina Bryson walikuwa ni wazungu,
kwa sababu ya kura 3. Kwa hivyo uchaguzi haujawahi kukosa changamoto. Tangu uchaguzi wetu wa kwanza ulikuwa na changamoto kubwa, lakini viongozi wetu, waasisi wetu waliona lazima tushiriki ili tusonge mbele, wakashiriki na hatimaye uchaguzi ukafanyika, na ndio mwanzo wa kujenga umoja wa Tanzania. Serikali yetu na bunge letu la kwanza likawa ni mchanganyiko, wapo wa Afrika, wapo wazungu, wapo Wahindi. Ilikuwa ni hatua muhimu sana. Laiti kama Mwalimu Nyerere angewakubalia kina Mtemvu wakakataa kwenda kupiga kura 3, nchi yetu ingekuwa imeanza safari ya ubaguzi. Tungekuwa weusi watupu, na mlala leo ukienda bunge letu mle ndani kuna Wahindi, kuna Waarabu, kuna Waislamu, kuna Wakristo, kuna Wanyiramba, kuna Wasukuma, kuna kila mtu yupo ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ya mwanzo ile, kwa sababu ilikuwa ni uchaguzi mgumu. Kwa hiyo ni uchaguzi wetu wa 14, na haupo uchaguzi ambao umewahi kufanyika bila changamoto. Ni uchaguzi wa 7 tangu tuanze mfumo wa vyama vingi. Uchaguzi wa kwanza mkuu ulifanyika mwaka 1995. Huu ni uchaguzi wa 7, na zote hizi zimekuwa changamoto zake, lakini tumekuwa tukivuka. Kwa hiyo ni muhimu tuwakumbushe wa Tanzania kwamba ni mchakato huu. Lakini tunashukuru jambo moja kubwa limetokea katika chaguzi zote 14 ambazo tumezifanya katika nchi hii, na katika chaguzi zote 6 zilizopita, uchaguzi wetu ulitawaliwa na jambo moja kubwa: amani na utulivu. Chaguzi zetu zote zimefanyika kwa amani na utulivu, kwa kiwango ambacho kilishangaza majirani zetu karibu wote na dunia nzima. Tumuombe Mungu kwamba uchaguzi wa kesho kutwa uwe kama chaguzi zingine ambazo zimepita, ufanyike kwa amani, utulivu na usalama. Na tunashukuru kwa maombi yenu kwamba tunakwenda vizuri, na uchaguzi ni mchakato, sio tukio la siku moja, ni mchakato. Mpaka sasa tumekwenda kwa amani, tunaamini Mungu atatuingiza salama na kutuvusha salama katika siku ya kesho kutwa. Uchaguzi ni fursa muhimu katika nchi, ni zaidi ya kwenda kupiga kura. Ni fursa muhimu ya kutafakari, moja, historia na mustakabali wa nchi. Tumetoka wapi kama nchi? Tuko wapi? Tunataka kwenda wapi baada ya hapa? Kwa ni mchakato mzuri, mchakato muhimu ambao mara zote tunatukumbusha historia ya katika nchi yetu. Unatukumbusha vile vile sisi ni akina nani, sisi kama taifa ni akina nani. Inatupa nafasi ya kutafakari, na kama nilivyosema, unatukumbusha kwamba tuko wapi na tunataka kwenda wapi na kwa namna gani, na nani atupeleke. Tuko wapi, tunataka kwenda wapi, na nani atuongoze kwenda huko tunapotaka. Na ndio kazi ambayo tumeifanya katika miezi miwili, kujieleza kwa Watanzania ni nani sisi, tunataka kwenda wapi, na tunaamini Watanzania watafanya uchaguzi sahihi kesho kutwa. Na mwisho ndio hiyo kitendo cha kwenda kupiga kura zenyewe. Kwa hiyo ni mchakato muhimu katika nchi. Sasa jambo la 4, uchaguzi unatukumbusha, ambazo watoa mada wameeleza vizuri hapa, unatukumbusha juu ya tunu za Tanzania. Ni mambo gani ambayo yanatutambulisha kama Watanzania? Ni mambo gani ambayo tunayakumbatia, na ukiyaondoa tunakwambia wewe hapana? Ni kila taifa lina mambo ambayo linatambulishwa nayo, na sisi kama Watanzania, uchaguzi huu utukumbushe mambo ya msingi ambayo yanaifanya Tanzania iitwe Tanzania. Mambo ambayo tumeshakubaliana haya lazima tuyakumbatie, bila kujali tofauti zetu za dini, za kisiasa, za rangi na kadhalika. Ni utanzania wetu. Mambo ya msingi ni 8. Jambo la kwanza, utu. Nchi yetu hii, Watanzania hawa, utu ni jambo la msingi. Na wanapenda kuambia watu wangu kule Ubungo, inapotokea mgongano kati ya jambo la maendeleo na utu, Mtanzania atachagua utu. Kama kujenga barabara kutasababisha kuvuruga maisha ya mtu, tutachagua kulinda maisha ya mtu, tutapita kwenye mashimo.
kwa sababu utu ni muhimu kwa Mtanzania kuliko vitu. Kwa hiyo utu ni jambo la msingi. La pili ni swala la haki, kwamba kila mtu ana haki. Napozungumzia haki hapa ni haki kwa wadogo, haki kwa wakubwa, haki kwa kila mtu. Lazima tutendeane haki. Mkubwa mtendee haki mdogo, mdogo amtendee haki mkubwa. Ni haki mtoto amtendee haki mkubwa, mkubwa amtendee haki mtoto. Kwa haki ni jambo la msingi, ni jambo linalotambulisha Tanzania miaka yote. La tatu ni usawa. Usawa. Ndio maana tunasema binadamu wote ni sawa, bila kujali rangi, bila kujali umri, bila kujali cheo. Hii ni nchi ambayo viongozi na wananchi wa kawaida wanakaa pamoja. Nafahamu Jerry Silaa, sisi tukienda nchi zingine huko, kawaziri tu, kawaziri kana mabodi board 3, 4, 5. Lakini Tanzania hapa waziri anakula chakula wanapokula wananchi wa kawaida, tunakwenda tunapoenda, tunapanda magari yale yale. Usawa ni jambo ambalo tunatambulia sisi kama Watanzania. Tunakaa, naweza nikakaa mimi nikapiga story na askofu wangu bila woga, bila wasiwasi, kwa sababu hatutambulishwi, hatutenganishwi na vyeo au kingine chochote. Swala la 4 kama nchi ni swala la upendo. Sisi tunapendana. Ndio maana nakwenda dukani kununua kitu, natoa pesa yangu, lakini naambia naomba hiyo sabuni, kwa sababu ya upendo. Tunapendana bila kujali nafasi yako. La 5 ni umoja na mshikamano. Na hili sitaji kueleza zaidi. Hapa tulipo ni typical example ya umoja na mshikamano, kwamba tumekaa hapa, watu wanakuja hapa wanafanya dua, mwingine anakuja anafanya sala, na tunaitikia zote. Amekuja hapo kiongozi mmoja, nadhani mchungaji. Mtu ungefika hapa ungemvalisha kanzu, ungejua huyu ni shehe mkubwa sana, lakini mchungaji. Na amepata maokoto hapa, ametunzwa kwa jinsi alivyokwenda vizuri katika Qurani. Hiyo ndiyo Tanzania, umoja na mshikamano. Kwamba mimi nimetoka zangu Singida huko Iramba na kuja kuwa mbunge Dar es Salaam, sio jambo dogo. Kuna nchi zingine hilo haliwezekani, lakini kwa Tanzania inawezekana, kwa sababu tumejenga umoja wa kitaifa. Jambo la 6, demokrasia. Tunatoa nafasi kwa kila mtu kutoa maoni yake na kufanya uchaguzi na kushiriki yale wanataka, lakini hatimaye walio wengi wanapewa, walio wachache sauti zao zisikilizwe. Ndio maana ya demokrasia. Jambo la 7, ili mara nyingi watu walisemi, lakini muhimu sana likasemwa na likasisitizwa. Linatutambulisha nini? Muungano. Nchi yetu hii inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu nchi mbili ziliungana, Tanganyika na Zanzibar, tukaunda nchi moja iitayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana tuna serikali mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar. Muungano ni jambo kubwa ambalo linatutambulisha. Jambo la 8 kubwa zito, linabeba yote haya, ni amani. Huwezi kuzungumzia utanzania bila kuzungumzia amani. Na ndio maana kuna watu wengi huko wanashangaa, kila siku amani, 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 amani. Kisaikolojia, na mimi na saikolojia, wakati mwingine ukikaa na jambo muda mrefu, una tabia ya kulizoea mno na kuona ni jambo la kawaida. Naomba Watanzania, Mungu atusaidie tusizoee kuwa na amani, ili tusije tukapunguza umuhimu wake. Kwa sababu jambo kilizoea sana, inafika mahali unaona kama vile halina umuhimu. Naomba Watanzania, Mungu atusaidie tusizoee sana amani, tukaona kama ni kana jambo la kawaida. Mambo yote niliyozungumza haya, bila amani hayawezi kuwepo. Huwezi kuzungumzia habari za haki, habari za utu, habari za upendo. Pasipokuwa na amani, upendo hauwezi kuwepo. Pasipokuwa na amani, hatuwezi kuzungumzia umoja na mshikamano wa kitaifa, wala demokrasia,
wala hatuwezi kulinda muungano wetu bila amani. Kwa hiyo amani ni msingi muhimu sana katika juu ya haya. Na hata kwenye Biblia, sisi tunasoma Biblia, haki na amani zimewekwa pamoja. Haki na amani zimewekwa pamoja. Kuna kipindi haki inategemea amani na kuna kipindi amani inategemea haki. Hili ni jambo ambalo ni muhimu wa Tanzania tuendelee kuliweka maanani. Ukisoma Yakobo 3:18 anasema, na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Inamaanisha kwamba bila kupanda amani, haki ni changamoto. Bila kuweka haki sawa, utavuruga amani. Kwa hiyo Mungu atusaidie wa Tanzania, tuendelee kulinda, kupigania haki na amani iwepo katika nchi yetu, kwa sababu ni mambo ya msingi ambayo yanatubeba sisi kama taifa. Kwa hivyo napomalizia niseme maendeleo ni mchakato endelevu. Haipo nchi duniani, iwe ni Marekani, iwe ni Uingereza, iwe ni Ulaya, ambayo imefika mahali iseme sisi sasa maendeleo basi tena tunaishia hapa. Haijawahi kutokea wala haitatokea. Ni mchakato endelevu. Na ndio maana kila uchaguzi tunaenda kwa wananchi. Tunaenda kwa wananchi kuomba ridhaa, na ili watupe ridhaa tunawaahidi tunataka kufanya nini katika kujenga hope, kwamba kesho yenu ni bora kuliko jana. Muhimu ni kwamba uangalie kesho, leo yako iwe bora kuliko jana na kesho yako iwe bora kuliko leo. Ndio jambo la msingi. Kwa hivyo tuendelee kwenye msingi huo, na ni wajibu wetu basi, ni wajibu wetu kama taifa kutumia fursa ya uchaguzi kulinda tunu ambazo nimezieleza, kulinda amani kama msingi wa mambo yote muhimu tuyapendayo na kuyatamani katika nchi yetu. Mambo yote makubwa na madogo tunayotamani hayawezi kukamilika kama tukivuruga msingi ambao ni msingi wa amani. Ni wajibu wetu pia kupambana na kuzuia mambo yote yanayoweza kuvuruga amani ya nchi yetu. Ni mambo ya msingi, kwa sababu amani itakuwa ni msingi wa kupigania yote. Na nimaliza kwa kusema uchaguzi ni fursa mpya ya kutafakari changamoto zetu na namna ya kuzitatua. Tunaamini katika kampeni hizi za miezi miwili ambayo tumezifanya, tumejieleza kwa wananchi, tumeeleza changamoto zinazokabili nchi yetu na tumeeleza namna ya kuzitatua. Na tunaamini kwamba Watanzania wanapoelekea kesho kutwa watakuwa na fursa nzuri ya kuchagua viongozi ambao watatupeleka mbele zaidi. Tunawashukuru tena Baba Mufti na Shehe Mkuu kwa kazi kubwa uliofanya hii ya kuandaa kongamano hili. Limetubariki sana. Tunaamini litakuwa na mchango